Media wametokea pale Dar es Salaam. Tunamshukuru sana Mungu kwa moyo huo ambao wameufanya kwa ajili ya kuja kuungana pamoja na sisi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yes. Naomba washangilieni, Yes, na kuwapigia makofi ya kutosha. Haleluya! Haleluya! Sasa ni wakati mwafaka ambao tumeupata kwa siku ya leo, ambao ni siku ya kwanza kwa ajili ya kumtukuza huyu Mungu na kutangaza habari njema kutoka mbinguni na kutujia sisi kama wanadamu wenye mioyo ambayo tumepewa na Mungu mwenyewe. Basi mwenye moyo safi atahakikisha anasikiliza maadili ya Mungu ambayo yanatumika kupitia kinywa cha mtumishi wake, ili tuweze kuyapokea na kuyatendea kazi katika maisha yetu. Kwa hiyo wakati huu naomba ufumbe macho yako, nitakuombea, halafu nitamkaribisha mtumishi wa Bwana ili aweze kuendelea na neno la Mungu. Naomba niombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu liye mwema tena mwaminifu sana, ubarikiwe, uhimidiwe, utukuzwe. Wewe ni Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho. Bwana, tazama, jua hili ni ushahidi, na watu wote tulioko mahali hapa ni mashahidi kwamba Bwana umekuja kunena na wanyabonde hili la Uyole, ili kutangaza habari njema za kwako, na kila mwenye pumzi anapaswa akusifu wewe na akuabudu wewe katika roho na kweli. Asante Bwana Yesu, kwa sababu kwa kupigwa kwako dunia nzima imepona, na jioni ya leo tutakwenda kuona watu wakipokea uponyaji kwa kupitia neno lako, maana huleta uzima ndani ya mioyo yetu. Baba, ninakushukuru. Namleta mtumishi wako ambaye Bwana umemleta mahali hapa, kamtumie ipasavyo, kampake mafuta mabichi, ili Bwana akanene habari zako njema, kwa kuwa wewe ni Mungu umedhamiria mambo yaliyo mema katika bonde hili la Uyole, sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo, na kwa sababu hiyo tunajua na adui naye hakosi kuhudhuria mahali kama hapa. Ninamkemea katika jina la Yesu, akashindwe kwa damu ya mwana kondoo, kwa kuwa Yesu ndio mtawala wa yote, kuanzia sasa mpaka tutakapokuwa tumemaliza mkutano wetu huu mzuri. Asante Baba kwa kusikia. Ninaomba Bwana mvuvie Roho Mtakatifu mtumishi wako. Bwana umtumie kama upendavyo. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu ninaomba na kukushukuru, na wote tuseme amen. Amen. Asante sana. Lakini kabla sijamleta mtumishi wa Mungu hapa, mimi nayetangaza habari au niyeweza kuomba hapa ndio mchungaji mwenyeji wa kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God lililoko mahali hapa, na katikati yetu hapa nina mke wangu ambaye huwa ananitunza, ananilea, yuko mazingira hayo. Kama yupo nyosha mkono wa asante sana. Asante sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini pia tuna mtumishi wa Mungu kutoka pale Dar es Salaam. Ninaomba aweze kusalimia dakika moja rafu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Tunawapenda sana. Mungu awabariki. Kaeni mkao wa kupokea na kuokoka. Amen. Haleluya. Asante.
Asante, Mungu abariki. Naomba praise tupande mara moja wakati kunafanya utaratibu. Praise naomba tupande mara moja. Alafu unaweza kusimama pale ulipo. Tunakwenda kumsifu Bwana, tunakwenda kumwambia msifu Bwana, msifu Bwana daima. Moyo wangu umsifu Bwana. Sifu Bwana, sifu Bwana daima. Moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana, sifu Bwana daima. Moyo wangu unaweza sogea pale ulipo. Sifu Bwana, sifu Bwana daima. Moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana, sifu Bwana daima. Moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana, sifu Bwana daima. Moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana, sifu Bwana daima. Moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana, sifu Bwana daima. Moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana, sifu Bwana daima. Moyo wangu Nataka nione vijana wakimsifu Bwana.
Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nilikuwa bado sijamsimamisha mchungaji wa kutoka pale Chemichemi, naomba asimame aje atusalimie. Asante. Halo. Bwana Yesu Hallelujah. Oh. Asante. Hello. Asante. Makofi kwa Bwana Yesu jamani. Siku ya kwanza huwa ina mambo yake. Lakini siku ya kesho lazima tuwe tumejipanga ipasavyo. Na nyinyi waimbaji jitahidini kuwahi zaidi ya leo mlivyokuja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa heshima na taadhima, naomba tusimame wakati mtumishi wa Bwana anasimama na kuja madhabahuni ili kuweza kutuletea neno la Bwana. Naomba tusimame, wewe ambaye umeketi. Asante. Makofi mengi kwa Bwana Yesu. Yesu, 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 Yesu. Hallelujah. Haleluya, 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 haleluya. Huu sio msiba, ni mkutano. Haleluya. Naomba fundi mitambo. Yes. Kuna mahali unapatia, kuna mahali naachia. Na mkutano ni vyombo. Bwana asifiwe sana. Na wasalimu katika jina la Yesu aliye hai. Watu wa Uyole Mbeya, na wasalimu katika jina la Yesu aliye hai. Tunaanza mkutano wetu leo Jumapili mpaka Jumapili. Viwanja hivi vitawaka moto. Watu watapona, watu wataokoka. Waleteni wagonjwa na walioshindikana kwa Yesu. Yesu yuko hapa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kabla sijaanza kuhubiri, huwa nafanya kazi na watumishi wa Mungu kutoka Dar es Salaam, ambao kazi yao tutaiona vizuri kuanzia kesho. Bwana asifiwe sana. Na wameingia leo asubuhi kutoka Dar es Salaam pale kanisa letu zuri la Magomeni, ambao tumekuwa nao bega kwa bega katika mikutano ya Injili. Miezi iliyopita tulikuwa pale Tabora, tulikuwa na mkutano mkubwa sana sana. Na mwezi uliofuata baadhi yao tulikuwa nao pale Sumbawanga, watu waliokoka sana sana. Na leo tuko hapa, watu wataokoka sana sana. Na baada ya hapo ninaenda Dar es Salaam Magoba, tutakuwa na mkutano nao tena, watu wataokoka sana. Sina muda wa kupumzika zaidi ya kuhubiri Injili. Haleluya. Sasa naomba wale wa Dar es Salaam mpite hapa mara moja. Wale wa Dar es Salaam, ile timu
timu yetu ya maombi na maombezi, naomba mje hapa niwaone mara moja. Hebu tuchangamke basi, tuchangamke. Aha. Timu ya Magomeni Dar es Salaam, katika timu hii tuna wachungaji, katika timu hii tuna waombaji. Kwa hiyo toka tunaanza mkutano huu tutaanza moja kwa moja maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaomba wenyeji, kesho tukutane na ninyi wote mapema kabla ya mkutano, tuelekezane namna ya kufanya wote kama timu moja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini timu hii mtaiona pia ikienda kushuhudia mitaa kwa mitaa. Timu hii mtaiona pia ikienda kuhubiri mashuleni. Tunaomba mashuleni, tutaenda huko na tutakuwa na mikutano ya watoto. Tuna mchungaji wa watoto ambaye ataongoza mikutano yao, ana vifaa kwa ajili ya watoto kuendesha mikutano yao. Kwa hiyo tutagusa kila eneo, kwenye mitaa tuko, kwenye viwanja tuko, mashuleni tuko, ukitupeleka kwenye sekondari tuko. Tuna wasomi hapa ambao hawana shida ya kukutana. Hata kama kuna shule za Kiingereza, msiogope, peleka watu wako. Wasomi hapa ambao wana kazi zao, usifikiri tu ni vijana wa Kariakoo. Hawa ni wasomi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kesho anaingia mchungaji mwingine ambaye atakuungana na sisi katika mkutano huu. Yeye ni mwadhiri wa chuo cha ardhi pale Dar es Salaam, tutakuwa naye hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo anaondoka usiku wa leo na kesho asubuhi anafika hapa, na nimewasiliana naye, anasema amejipanga sawa sawa. Kwa hiyo sisi hatujaja kushangaa mji, wamekuja kufanya kazi. Tutatoa pepo, tutaamuru mashetani na watu watafunguliwa. Haleluya. Kwa hiyo hii timu imejipanga sawa sawa. Unaona huu mkutano toka tumeuanza leo, dunia nzima wanatuona. Tunapatikana kwenye mitandao, sio mitandao ya hizo simu tu una rekodi unarusha. Hii ni special. Hao jamaa wameunganisha internet moja kwa moja. Kila kinachofanyika hapa wanatuona. Na mchungaji wao kiongozi yuko India, anatufuatilia akiwa India. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa naomba usifanye vituko hapa, utajulikana. Haleluya. Wanangu, Mungu awabariki sana. Baada ya mkutano tutakutana pale kanisani. Asante sana. Nashukuru kuwa na afya njema. Mungu awabariki sana. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Basi namshukuru Mungu ambaye amenipa neema. Mke wangu ataingia hapa Jumatano kwa sababu kuna mambo ya kifamilia ambayo anatakiwa abaki kidogo, lakini Jumatano tunaye hapa. Lakini pia nina vijana wangu kutoka Tukuyu mjini. Naomba na nyie mje hapa mara moja. Chap chap. Changamkeni basi. Hii ni kwaya ya Tumaini, tumeongozana nao kufanya huduma hapa. Kesho kuna kwaya nyingine inaingia. Hao watapumzika, wanaingia watakuwa nawekeana zamu. Wengine wanakuja, wengine wanabaki, wengine hivyo hivyo mpaka Jumapili. Alafu pia kuanzia wiki hili kuna marafiki zangu waimbaji binafsi mtawaona hapa. Kuna ndugu yetu mwimbaji, simfahamu jina lake, lakini ameimba sana nyimbo za Kinyachusa. Anaitwa nani yule? Anaimbaga sana ndo mwene sini. Tutakuwa naye hapa. Tutakuwa na wike pia Yumwema, tutakuwa naye hapa, na baadhi ya kwaya nimeongea nazo mjini zitakuwepo hapa. Kwa hiyo ni mkutano ambao utagusa kila eneo. Mungu awabariki, asanteni sana. Baada ya hapo, chukua Biblia yako, nianze kazi ya Mungu wakati huu. Nimshukuru sana mchungaji wangu mwenyeji
Mchungaji Kalinga kwa ajili ya kunikaribisha, na huyu ni msomi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amekuwa mwalimu wa vyuo vya Biblia vya makanisa yetu, na Mungu amempa neema, sasa nachunga kanisa, na amenialika mhubiri, na mimi nimekubali kuitika. Haleluya. Basi tufungue sasa katika kitabu kile cha Wafalme wa Pili mlango wa 20 mstari wa kwanza. Biblia inasema, siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana Amos akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji, wakati neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukawaambie Hezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako, na tazama nitakuponya. Siku 3 utapanda nyumbani kwa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, haleluya, haleluya, haleluya. Sikiliza, kwenye mkutano ni sherehe ambao pengine nitaona hapa wamejikunyata ni watu wa Dar es Salaam. Wao hii ni baridi sana hii. Wao hii ni baridi sana, lakini wenyeji hapa hamna sababu ya kujikunyata, kwa sababu hii hali ni kawaida kwetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sikia nikwambie, Biblia inasema kuna mtu mmoja ambaye alikuwa ni mfalme Hezekia. Huyu mfalme alikuwa ni mfalme anayetawala taifa la Israeli. Biblia inasema huyu baba, kuna kipindi ambacho mambo yake hayakuwa sawa katika maisha yake, akawa ameugua, na ugonjwa ule ulikuwa ni ugonjwa wa hatari unaodai kuondoka duniani. Biblia inasema kabla Hezekia hajachukua hatua yoyote, neno la Mungu linasema Mungu akamtuma nabii Isaya kwamba nenda kamwambie mkuu wa watu wangu mfalme Hezekia atengeneze mambo yake. Asipotengeneza mambo yake, ugonjwa alionao hatapona, hakika atakufa. Mtumishi wa Mungu Isaya alipopeleka ule ujumbe, huyu mfalme hakusikia tu alichokifanya. Biblia inasema akatetemeka kwenye moyo wake, akaamua kuenda kutengeneza na Bwana. Akageukia ukutani, akaanza kuomba rehema, akisema, Mungu naomba unisamehe mahali ambapo sijafanya vizuri, mahali ambapo siko sawa, naomba nisamehe. Biblia inasema akalia sana sana. Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye huruma akatazama moyo wa mfalme, akaona amekubali kutengeneza maisha yake, amekubali njia yake iwe sawa. Mungu akamtuma Isaya tena, akasema nenda kamwambie mkuu wa watu wangu kwamba ugonjwa alionao hatakufa, nitakwenda kumponya. Ugonjwa wake utakwenda kuondoka, utakwenda kutoweka. Sikia, hakuna jambo lisilowezekana kwa Bwana. Hata kama watu wamekukatia tamaa, yuko Yesu aweza kukusaidia. Yuko mwanaume Yesu aweza kukuponya. Yuko mwanaume Yesu aweza kukuokoa. Nisikilize, Yesu ni kiboko cha matatizo. Juzi nilikuwa nahubiri Sumbawanga, mama mmoja, ndugu zake ni wafanya biashara, wakawa wamemkamata ule mama, wamemtumia mapepo ya chuma ulete. Yale mapepo wamemtupia, ili kokota anakopita kwenye maduka ya watu au anatumiwa kuiba hela kwa njia ya kishirikina. Sasa yule mama akahudhuria kwenye mkutano wetu. Alipohudhuria kwenye mkutano wetu, nguvu ya Mungu ilipoanza kutembea, mapepo yakaanza kupiga kelele kwamba jamani, mbona mnatuwashia moto? Sisi huyu mama tumekaa kwa ajili ya kumtumia
tutumia kama chuma ulete, msitutese. Tukaiambia muda wa kumtesa mwanamke huyu, muda wa kumtumikisha mwanamke huyu haupo tena, ni wakati wa mama kufunguliwa. Sikia, Yesu ana majibu yako. Yesu ana majibu yako. Waganga hawana majibu yako, wanadamu hawana majibu yako. Yuko Yesu mwenye majibu yako leo. Ndio maana Mfalme Hezekia hakuenda kwa waganga, aliamua kugeukia ukutani amtafute Mungu aweze kumsamehe na kumponya ugonjwa wake. Uko mtu hapa unateseka na magonjwa, unateseka na matatizo, unahangaika kule na kule. Huu mkutano umeandaliwa kwa ajili yako, ili matatizo ulionayo, ili shida ulionayo, ili magonjwa ulionayo, ili dhambi ulionayo, leo Yesu anataka mumalizane. Umpe moyo wako aingie kwako. Yesu anataka mumalizane. Yesu anataka kuokoa. Yawezekana ni mtumwa wa dhambi, dhambi na kutesa, dhambi na kunyanyasa, dhambi na kutumikisha. Wewe ni mtumwa wa ulevi, ni mtumwa wa umalaya, ni mtumwa wa zinaa. Yuko Yesu aweze kukusamehe tena. Mfalme Hezekia hakuogopa heshima yake, hakuogopa heshima yake. Aliamua kugeukia ukutani. Mfalme anayetawala nchi akaamua kulia kwa machozi. Analia, anasema, Mungu, kama kuna mahali ambapo sijafanya vizuri, naomba niangalie, unihurumie Bwana. Kwa nini Hezekia alikuwa analia? Anajua kifo kinatisha kama huna Mungu. Kifo kinatisha kama hujaokoka. Kifo kinatisha kama hujampa Yesu maisha yako, kwa sababu kisha kufa huna nafasi nyingine ya kufanya matengenezo, ya kutubu dhambi zako. Wakati wa kutubu na kuacha dhambi ni leo. Ukimpokea Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, unasamehewa dhambi. Unateswa na dunia. Kuna watu wanatuona walokole kama tumechanganyikiwa. Walokole hawa hawana lolote. Hatuna lolote sie. Sikiliza, kama ni maisha hujatuzidi, kama ni maisha tunayajua, lakini tumeamua kuchagua fungu la wokovu. Kama ni maisha tunayajua. Siku moja nilikuwa nahubiri pale Chunya Mkwajuni. Wakati nahubiri pale, kijana mmoja alikuwa ng'ambo kama kule, anashona viatu, akawa anacheka, anasema, waongo hawa, waongo hawa. Kiliniuma. Nikateremka kutoka jukwani, nikamfuata pale anaposhona viatu. Nikamwambia, kijana, mbona unatuzomea? Hata nyewe waongo. Nikamwambia, naomba usimame. Akasimama. Nikawaambia wale marafiki zake walikuwa wanacheka pamoja nao, nikawaambia, hebu muangalie huyu kijana na mimi ninayehubiri, nani ana maisha nafuu basi? Wenzake wakaanza kumcheka. Wakasema, kama ni maisha bwana, heri ninyi walokole. Ndani ya Yesu iko neema. Ndani ya Yesu iko furaha. Ndani ya Yesu kuna kubadilika. Ndani ya Yesu kuna kufunguliwa. Yule kijana nikamwambia, sikiliza nikwambie, maisha ya wokovu yana raha, yana amani. Wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana. Ukiokoka, maisha yako yatakuwa sawa. Ndoa yako itakuwa sawa. Ubaba wako utakuwa sawa. Ubinti wako utakuwa sawa, kwa sababu Yesu ni mtuliza dhoruba. Mfalme Hezekia alilia sana. Wakati analia, watu wakawa wanashangaa. Akasema, pamoja na kwamba mimi ni mfalme, lakini mbele za Mungu mimi ni mtoto mdogo. Mbele za Mungu mimi sina chochote. Ninachotaka ni kutengeneza maisha yangu. Yule baba aliamua kutengeneza. Wakati anasubiri kwamba sasa nakwenda kufa, akashangaa natokea nabii Isaya. Anasema, Mungu amenituma kwamba amekutazama na amesikia maombi yako na ameona kilio chako na ameona machozi yako. Mungu amekusamehe. Badala ya kufa, amekuongezea miaka mingine 15. Utaendelea kuishi. Wewe unakataa kuokoka, unaishi kwa vidonge. Mimi siwezi kuokoka na vidonge hivi, unaishi kwa vidonge. Kuna wakati mwingine vidonge vinagoma. Tameza unakuta hali ni vile vile. Na wengine mnaenda mbali sana.
Mwambie mimi mtu hawezi kunibabaisha. Nikiugua mimi nitaenda pale rufaa. Alafu nikifika pale rufaa sitaki mimi chumba cha watu wote, nataka chumba cha private. Ugonjwa ni ule ule hata kwenye private. Shida ni ile ile. Kuna wagonjwa wanataka chumba cha peke yake, alafu amelazwa anaangalia TV. Hivi kweli unaumwa kweli wewe? Mtu anayeumwa anaweza kawa anaangalia na TV. Hivi unajua kuumwa wewe? Hujui kuumwa. Ukiumwa mpaka chakula kinagoma, hata wangekuletea chakula kizuri unakataa, unasema hapana, sisikii kula. Hata ukila kinatoka, unajua ndugu yetu kazidiwa. Sikiliza, Mfalme Hezekia akaona heri aweze kumlilia Bwana, aweze kuomba rehema mbele za Bwana, aweze kutengeneza maisha yake mbele za Bwana. Akalia sana. Mungu akamtuma Isaya. Kasema nimesikia maombi ya mkuu wa watu wangu. Mwambie habari njema kwake, hata kufa ugonjwa alionao. Nimemwongezea miaka mingine 15. Hii miaka nimempa ni kwa neema, na ndani ya miaka 5 atazaa mtoto wa kiume aliyeitwa Manase. Sikiliza nikwambie, Mungu akitaka kukutana na wewe katika shida yako, angalia ugumu wa shida yako. Anachotaka Mungu akusaidie. Najua naongea na mtu yuko hapa anaumwa, anaishi kwa vidonge. Leo nakuletea habari ya uzima tele. Uzima wa Yesu ukiingia kwako, hakuna gonjwa litakalosimama juu ya maisha yako. Huku na shida. Nimekutana mama mmoja amekata tamaa kabisa. Wamemleta kwenye mkutano. Nilikuwa nahubiri pale Sumbawanga. Wamemleta kwenye mkutano. Yule mama anatetemeka. Wananiambia, mchungaji, huyu mama ameteseka mwaka wa 10 huu, na mume wake ameamua kumtelekeza, ameamua kumwacha, ameamua kukimbia. Huyu mama shida zimemjaa. Nikamwambia, mwanamke, kama umekimbiwa na mume wako, yuko mwanaume asiyekimbia watu. Yuko Yesu anayetetea, yuko Yesu anayepigania. Nikamwambia, huyu mwanaume anaitwa Simba wa kabila la Yuda. Huyu mwanaume anaitwa Yesu Kristo, mwanaume ambaye akija kwako, hata kama ulikata tamaa, atakupa ujasiri wa kuwa na uzima na afya. Tukaomba na yule mama, tukaomba naye. Tulipomwombea, nguvu za Mungu zilishuka. Yule mama akapona, akafunguliwa, akawa mzima. Alilia sana, akasema, mchungaji, wakati mnaniombea nimeona kitu kwenye utosi kama kinatembea kushuka mpaka kwenye nyayo. Kilipofika kwenye nyayo, nikaluka juu. Nilipoluka nikakuta mzigo umedondoka. Nisikilize. Watu wanateseka kwa sababu Yesu hawanaye, na shetani ni mbaya. Amekuruhusu usali lakini ubaki na dhambi. Hata leo umeenda kanisani kwako, na ukitoka hapo naenda kwenye baa. Tukikwambia okoka, unasema walokole waongo. Mimi na maisha yangu nije kupiga umbea hapa inisaidie nini? Na mhubiri Yesu kwa sababu namjua. Amebadilisha maisha yangu, amenifanya kiumbe kipya. Napotangaza hapa, nina uhakika kwamba Yesu ameniokoa. Na Yesu akikuokoa, maisha yako hayana hofu tena. Na hubiri hapa, usifikiri wachawi hawasikii. Hivi wanasikia. Na nawatangazia wachawi wote wa Uyole, nawatangazia. Najua mpo. Nawatangazia. Siku zote tutakaza hubiri hapa, hakuna kuloga mtu hapa. Na ukiloga, ukileta uchawi wako hapa, tutakuzika. Sitani. Nimeenda kuhubiri Ileje. Sehemu moja pale Ileje, mji mmoja wa mwanzo pale inaitwa Itumba. Nilikuwa nimeenda kuhubiri pale Itumba. Wakati nahubiri pale Itumba, nikashangaa binti mmoja kajitokeza kwenye mkutano. Kumbe ni mchawi aliyeshindikana. Kako form 2 lakini kashirikina. Kana bibi yake.
Watu walipomuona anakuja kwenye mkutano, wakamfuata mchungaji mwenyeji, wakasema mchungaji amekuja Tamari kwenye mkutano. Huyu Tamari ni kiboko. Hivi hapa ataanza kuloga kwenye mkutano. Ataanza kuloga kila kitu. Yule baba kaniambia, akasema unamwona yule binti? Akasema usimuone mdogo vile. Ni hatari. Hivi watu wanamkimbia, akisimama hapo watu wanatawanyika wanaenda kukaa pale. Nikasema ni mchawi, anasoma form 2. Anaweza asihudhurie wiki nzima, akaja kuhudhuria mtihani tu na anakuwa wa kwanza. Nikasema anafanyaje? Anasema anachukua akili ya yule anayeongoza darasani, anaibeba. Ile zero brain anarudisha kwa wale. Nikasema madam anakuja kwenye mkutano hapa watakutana na Yesu. Ni kweli, wakati naanza kuhubiri tulishangaa kutoka upande wa huku. Popo wanapita kwenye mkutano, alafu yeye anacheka, anapiga makofi hivi. Kumbe wale ni wenzake wamekuja kupambana na mkutano. Nikakatisha mahubiri. Kwa kuwa alikuwa ameniambia yule ni mchawi, nikamfuata pale, nikamchukua, nikasema njoo hapa kwenye madhabahu. Akapanda. Alipopanda, nikasema hivi umeisikia habari za Yesu? Yesu ni nani anabenua midomo? Nikasema hajawahi benuliwa midomo huyu Yesu. Huyu ni kiboko cha mapepo na cha mashetani. Akageuza macho, akasema wewe ni nani unaniambia kwa sauti kali hii? Nikasema mimi ni mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu aliye juu, na tumetuma kuhubiri injili hapa Itumba ili watu waachane na ushirikina, waachane na uchawi. Akasema sasa hapa ndio umefika. Ninaongea naye hivi, mwimbaji mmoja akadondoka chini, akaanza kucheka. Tayari nimeanza kushughulika na mmoja. Ndio maana mnaoimba hapa kisha mmejikabidhi vizuri. Tukamwekea mikono, pepo zikalipuka, akadondoka chini yule binti. Alipodondoka nilishangaa, alianza kutapika shanga mnazovaa zile nyekundu kutoka mdomoni. Litapika, akapoteza fahamu. Watu wakasema amekufa huyo. Nikasema Yesu hajaja kuua watu. Yesu alikuja ili watu wawe na uzima kisha wawe na hotele. Na nakataa kufia watu kwenye mkutano, kufia watu kwenye kanisa. Hapa ndipo Mungu anapofanya kazi. Ndio maana mfalme Hezekia alipoambiwa atakufa ugonjwa alionao hatapona, alichokifanya ni kumkimbilia Yesu. Alimkimbilia Mungu kwamba Mungu, naomba uniponye, naomba unisamehe. Yule binti akafunguliwa. Alipofunguliwa nikamwambia mchungaji mwenyeji, huyu binti asiende nyumbani, tuwe na mazungumzo naye, tumhoji vizuri. Akaanza kueleza. Akasema mnakumbuka mwaka fulani kuna basi moja lilikuwa linatoka Mbeya linaenda Sumbawanga, lilikuwa linaitwa Airbus. Nikasema mimi nalifahamu, si nilikuwa nakaa Sumbawanga. Sasa mnakumbuka pale kijiji kimoja unapokuja Mbozi kinaitwa Rwanda? Nikasema ndio. Akasema ilitokea ajali, tulikuwa tumetoka kuoga baharini wapi? Dar es Salaam. Akasema pale Morogoro ndipo kuna mtawanyiko wa wachawi wanaenda Mwanza na wachawi wanaokuja kusini na wachawi wengine wanaenda Songea. Akasema sisi tulichelewa, tulipofika Mbeya ilikuwa kwenye saa 11 ndio basi linapita. Tukaingia kwenye basi maana tulikuwa na kiu za kunywa damu, tukasukuma lile basi, na ni kweli watu walikufa sana. Ile basi likaacha njia likaingia kwenye nyumba moja pale Rwanda, walikufa. Nakumbuka kulikuwa na wazungu nao walikufa pale. Akasema tulifurahi, tulikunywa damu. Akasema lakini mlipokuwa mnaniombea vitu vyangu vyote tumboni vimeondoka. Tukasema Yesu ni kiboko cha mashetani. Na nawatangazia hapa, yuko Yesu kwenye viwanja hivi. Hakuna mchawi atakayetamba katika mkutano huu. Tunamhubiri mwanaume aliyeshindikana. Tunamhubiri Yesu aliyetembea juu ya maji. Tunamhubiri Yesu aliyetoa pepo ndani ya miili ya watu. Tunamhubiri Yesu aliyeamuru viwete watembee. Tunamhubiri Yesu aliyefufua wafu. Tunamhubiri Yesu aliyefanya vipofu
wapate kuona tena. Leo hii Yesu yuko hapa akufungue kutoka kwenye shida na matatizo yako. Umeonewa na magonjwa, umeonewa na shida, iko nguvu ya Injili. Yesu Kristo ni suluhisho la ugonjwa wako na mateso yako. Ukimpokea Yesu atabadilisha maisha yako, atabadilisha njia yako. Yuko Yesu mwana wa Mungu. Imetosha ulivyoteseka. Umeteseka vya kutosha, umehangaika vya kutosha, umeenda kwa waganga vya kutosha, lakini Yesu ameleta mkutano huu. Mumalizane leo, mumalizane. Yesu akiingia katika maisha yako, utaondoka nyumbani kwako na furaha, utaondoka una amani, utaondoka umejaa kicheko na furaha, kwa sababu Yesu anaondoa huzuni, analeta furaha, anaondoa kukata tamaa, analeta ujasiri, anaondoa kuchoka, analeta nguvu mpya katika maisha yako. Yesu ana uwezo wa kusamehe dhambi zako, ana uwezo wa kukuponya magonjwa yako. Ujaona watu wanavyoteseka? Kuna watu wewe unawatamani, unasema heri fulani ana nyumba nzuri, ana gari nzuri. Utakuta maisha anayoishi ni magumu sana, ni magumu sana. Hapa Mbeya nimeisikia kuna tajiri mmoja kwenye mji wenu wa Mbeya. Yeye ana uwezo wa hela, lakini ameambiwa asile nyama, ameambiwa asivae viatu, ameambiwa asipande gari. Akitoka mjini kuja Uyole ni rua mguu. Watu wakimwambia kwa nini unakanyaga chini, anasingizia nafanya mazoezi. Wenzake tunaendesha makuruza, yeye anafanya mazoezi. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikiliza nikwambie, leo jioni Yesu anakuhitaji. Kama hauli chochote, hauli nyama, tutakuombea utakula nyama. Tumeomba na watu wengi sana. Kuna kutana na binti mmoja alikuwa anafanya kazi nyumbani kwangu, alikuwa mfanya kazi wa ndani. Tulimtoa huko Iringa. Alipofika pale alikuwa anachapa kazi vizuri sana ule binti. Lakini cha ajabu, hali nyama ya aina yoyote, hata samaki hali. Yeye ni maharage, mboga za majani. Nilipomhoji akasema nikila mchungaji, nikila naumwa tumbo, alafu mnaweza mkanipoteza. Nikamwambia hata kama ni mtoto wa mganga wa kienyeji, hata kama wazazi wako walienda kwa waganga wa kienyeji ukazaliwa, hapa mwiko kula maharage, mwiko kula mboga za majani. Leo tunakwenda kukuombea, utakula nyama, utakula chakula chochote. Akasema ni afadhali niache kazi nirudi nyumbani, sijawahi kula nyama ya aina yoyote. Tukasema kwa jina la Yesu utakula nyama. Tena leo ni siku ya sherehe yako. Kamwambia mama, tena usichinje kuku. Hao wasiopenda kula nyama hawapendi sana kitimoto. Tukasema kaninue kitimoto. Akasema tena ya nguruwe ndio msisabu sisi utakula. Tunakuombea. Kanunue na soda. Wakaenda kununua soda. Yaani kile kitendo mama na kaanga kule. Yule binti anaanza kupiga kwiki. Wewe nasikia harufu ya nyama. Tukasema hapa usikie usisikie, leo unakula. Tukabandika mikono juu yake. Tukasema katika jina la Yesu, visivyolika katika binti huyu vilike kwa jina la Yesu. Funguka kinywa chake kuanzia leo, hata kama amekosa appetite, kuanzia leo asikie hamu ya kula. Tukaombea, tulipomwombea tukaombea chakula, tukafungwa na Pepsi. Anza kula. Anatetemeka. Sijawahi kula, kusema kula. Kagusa vinyango ya kwanza. Anatetemeka katika jina la Yesu, weka mdomoni. Weka. Kuna watu anateseka, unaweza ukamuonea huruma. Anatembea barabarani hapa anajiona mjanja, akifika usiku anachanganyikiwa, anaona maluweluwe, anaona mashetani anatembea kila chumba. Lakini tuliookoka, ukilala unaweka na miguu hivi. Haleluya, haleluya. Tukamwombea, akaweka mdomoni, tukawa tunamtazama kama tatapika. Tukashangaa
anaweka nyingine, anaweka na ndizi. Tumekaa tunamwangalia, kitu kitatokea, tukashangaa. Akasema kumbe tamu namna hiyo, unakosa maisha wewe. Utakula maharage mpaka lini? Yesu ni suluhisho. Tukasema unakosa maisha. Nikasema mama fungua soda. Akaweka na soda. Akasema na kesho baba mchungaji tena tule kitimoto. Na kesho nahitaji tena. Sikiliza, yaliyoshindikana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Yaliyoshindikana kwa waganga kwa Yesu yanawezekana. Hakuna jambo ambalo Bwana hawezi. Kila jambo Bwana anafanya. Mko hapa watu hamuli nyama, hamuli samaki. Mko watu hapa mmepewa masharti mlipoenda kwa waganga. Unaenda kwenye biashara yako kufungua kibanda, uweze ukafungua unaangalia mbele, unaingilia matako. Makalio, nageuza makalio ndio unaingilia kwenye kibanda chako. Maana ndio uliopewa na waganga. Sikia. Yuko mwanaume naye mhubiri hapa. Kawaambie hao wanaoluka usiku, waambie mkutano Uyole ya kati unahubiriwa. Hakuna uganga wala uchawi juu ya Yakobo, maana ni taifa teule la Mungu aliye hai. Ndio maana tunahubiri hapa, tuna ujasiri wote, hatuna wasiwasi, hatuna hofu, kama mfalme Hezekia alivyomlilia Bwana, na leo tuko tayari kumuita Mungu kwa ajili yako. Umeteswa vya kutosha. Kuna watu siwaone hapa hawana amani. Nikutana mama mmoja hana furaha, hana amani. Akifika katikati ya watu muda wote ni kushika mashavu. Nikamuita mama, mbona ni kama una furaha? Akasema mchungaji, niko kwenye mateso. Nikasema mateso gani? Akasema mume wangu ananitesa. Yule baba alikuwa jeuri, anachukua vijinga vya moto anamchoma huko. Mama ameoza maeneo yote huku, ameoza kabisa. Na anasema ukisema popote mimi na wewe. Akasema mchungaji, siwezi kusema. Pengine angekwepa mama mchungaji, ningekwambia. Nikamuita mke wangu, nikasema msikilize huyo mama. Akasema mama mchungaji, sitaki kutoa maelezo kwa mdomo. Akatufunua nguo, ameoza. Nini? Akasema mume wangu. Akaniambia mchungaji, huyu mama yuko kwenye shida. Miguso ya pasi ya moto imenyoka. Akanieleza. Sasa mume wake ni nani? Akamtaja. Akasema kesho namfuata, namtembelea. Nikafika nyumbani kwake yule baba. Nikamwambia nina shida na wewe. Akasema shida gani? Nikasema Yesu anakuhitaji. Nikamshuhudia yule baba. Akafika mahali akamuelewa Yesu. Alipomuelewa Yesu, akasema sasa mimi sina amani matendo niliyomtendea mke wangu. Nikasema mnafanyaje? Sasa siwezi kukwambia mchungaji, ila kwa kuwa umesema nikimwamini Yesu atanisamehe, ninaomba nimwamini huyo Yesu anisamehe, alafu na mke wangu pia na yeye anisamehe, na kuanzia leo mimi nitaokoka. Tukamuongoza sala ya toba. Akakata shauri. Alilia sana yule baba kwa machozi. Alilia. Akasema mchungaji, naogopa kumwambia mke wangu nimeokoka, hata niamini. Nikasema wala usimwambie kwamba umeokoka, ila anza kuonyesha badiliko. Unaweza kusema kwa kinywa, lakini maisha yako vile vile. Lakini maisha yako sasa, tabia zako sasa, kwa kuwa Yesu ameingia, aondoe zile tabia mbaya, ameondoa tabia mchafu, ameondoa ugomvi, aanze kuona umebadilika sasa. Akasema basi nitafanya hivyo. Yule mama ametoka huko, anarudi nyumbani, anamkuta mume wake ameshika Biblia. Mke wake aise, anarudi kinyume, mke wake huyu ana jambo lake. Tangu lini kashika Biblia? Mama anataka kutoka nje. Akamuita mke wake, Eliza njoo. Akaita, amejiandaa mama kuchoma moto na vijinga tena. Akasema mke wangu, unajua dhambi ni mbaya. Yaani mtu ameokoka jana anaanza kuhubiri. Ndio uzuri wa Yesu Kristo. Anasema dhambi ni mbaya, naomba nisamehe, nimekutesa, nimekunyanyasa, nimekufanya vibaya, nimeharibu mwili wako.
hutaniona tena nikifanya mambo hayo. Na hakuna mtu yoyote ambaye angenibadilisha. Hata wangenipeleka gerezani, wangenifunga, ningerudi nina tabia ile ile. Lakini Yesu aliyeingia ndani ya moyo wangu, kuanzia leo nina amani, nina furaha, sitakunyanyasa tena. Na nataka kukutangazia kwamba nimekutana na mhubiri mchungaji Mwandunga. Amenihubiri habari za wokovu. Nimekubaliana na Injili. Kuanzia leo nitakuwa na mimi na hubiri habari za wokovu. Yesu amebadilisha maisha yangu. Yesu amenitakaza. Mke wake akalia, akamkumbatia mume wake, wakaanza kulia wote. Walilia sana. Walipomaliza kilio, akanipigia simu, akasema, mchungaji, njoo tena nyumbani. Nikasema, oho, atakuwa amechoma tena huyu jamaa. Unachoma mke kama mshikaki. Wengine sasa, wewe mwanamke nitakupiga wewe. Haya, una nguvu za kupiga watu. Tukupeleke pale kwa vijana wabeba magunia, ukampige mmoja wapo. Unanywea kwa wanaume wenzio. Maana wale vijana wabeba magunia anaweza akashika suruali hapo, katembelea vidole viwili. Lakini kwa mke wako unajua na bouncer. Unajua ni bouncer. Mpaka watoto wakisikia sauti yako hawakuiti baba, wanaita jamaa limeingia. Unalisikia jamaa uko nje, hilo linaingia. Watoto wanatawanyika. Yuko Yesu mleta amani, awezaye kuleta amani ya moyo. Yeye ni mfalme wa amani, ni mfalme wa haki, ni mfalme wa amani. Akiingia kwako ataleta amani, ataleta uzima, ataleta baraka. Ni Yesu peke yake awezaye kumbadilisha mwanadamu. Yule baba akabadilika, tukambatiza, akawa shemasi wa kanisa. Na alikuwa mwalimu mzuri sana wa mafundisho ya ndoa na nyumba. Akawa namtolea mke wake. Anasema, naogopa tu isingekuwa aibu ningewaonyesha nilivyokuwa namchoma mke wangu. Lakini sasa hivi mke wangu nampenda, anamuita baby. Anasema, eti baby, si unajua nakupenda. Maana vijana wa leo akiambiwa baby wanafurahi. Baby kwangu kiniita baby mimi ni tusi. Utanihitaje mzee namna hii baby? Lugha za umalaya hizo. Lugha za uhuni hizo. Baby anavishwa pampers, baby anavishwa nepi. Sikiliza, lugha chafu, lugha mbaya. Iko lugha nzuri. Waipendao sheria ya Bwana wana amani nyingi. Wana amani nyingi. Watu wanaishi hapa wana maisha magumu kwenye ndoa zao, kwa sababu ndoa zao zimejaa vilio, zimejaa maombolezo. Lakini Yesu yupo leo, anataka badilisha maisha yako. Unaweza ukawa ulikuja na dhambi hapa, ukarudi umebadilika, umekuwa mtakatifu. Ukawa umekuja ulikuwa umejaa chuki nyumbani, ukarudi hapo ukarudi unacheka kwenda nyumbani kwako. Yesu ataleta kicheko katika maisha yako. Wakati watu wanalia, wakati watu wanaomboleza, wewe utabaki unamsifu Mungu katika maisha yako. Unasema, asante Yesu kwa kuniokoa. Na ndio maana mfalme Hezekia alilia sana, lakini akaletewa habari njema. Akaambiwa ugonjwa alionao hatakufa, atapona, ataongezewa miaka mingine. Na jioni ya leo nataka nikuombe, Mungu akuongezee miaka mingine. Mungu akuongezee miaka mingine. Tatizo lionao halitakuua, halitakuondoa. Jioni ya leo nataka upatane na Yesu, abadilishe maisha yako, akufanye kiumbe kipya. Inatosha ulivyoteseka. Umeteseka sana. Unaoa wanawake unaacha, unaoa wanawake unaacha. Wengine wamediriki ana wake watatu. Mwanaume mmoja wake watatu. Hilo ni tatizo. Ni tatizo. Ni tatizo. Unaoa watatu. Hizo sio ng'ombe za kisasa kwamba utapata maziwa. Na ndio maana waliokoka unabaki na kamoja, hako kamoja. Kamoja. Wao nao watatu. Na mwanamke mwingine naye hana aibu, anakubali kuwa spare tairi watatu. Anakubali. Mimi sasa nimekubali tu na ni vitapeli sana. Kike cha pili na cha tatu ni vitapeli sana. Na wafuati ndoa, wanafuata hela. Lakini mke wa kwanza anafuata mume. Maana mume anakubali kuolewa, mwanaume hana chochote bado anakubali. Lakini hawa wanawake wa pili, watatu, wanne, watano hawakubali na mtu asiye na chochote.
Nitaandike nisitaandike? Mbona mnaniombea kimoyomoyo nimalize? Haleluya, haleluya, haleluya. Sikiliza, wenzako tumebaki na kama mwanamke kamoja. Na tuna kakiwa kamoja wala akazeeki. Maana kako peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Unakajali yako. Unajua ukiwa na nguo moja hata kukaa kwenye vumbi utaogopa. Unajali kutunza hiyo nguo. Na ndivyo ilivyo ukishaokoka, ukiwa na mke wako. Yesu ataingia katika maisha yako, ataiponya ndoa yako, ataponya familia yako, ataondoa misiba, ataondoa vilio, ataondoa magonjwa. Nyumba iliyokuwa na Yesu ina amani nyingi, ina furaha. Na ndio maana jioni leo lazima umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Inatosha ulivyoteseka. Naongea na mtu hapa na ugonjwa unaomsumbua. Umehangaika, umeenda rufaa, na sasa unataka kwenda Muhimbili tena kwa sababu shetani amekukalia. Lakini huyu mfalme Hezekia alipogundua na tatizo, aliamua kwenda kwa Mungu. Akamlilia Mungu. Akasema, Mungu, kumbuka nilivyokwenda mbele za uso wako. Naomba unirehemu. Akatengeneza na Mungu. Mungu alipoangalia maisha ya mtumishi wa Mungu Hezekia, Biblia inasema kwamba Mungu akasikia maombi yake, Mungu akaona machozi yake, Mungu akatamka neno, akasema, nimekuponya ugonjwa wako na sasa utaingia nyumbani mwa Bwana kuniabudu. Hutakuwa na ugonjwa tena, hutakuwa na tatizo tena, hutahangaika na shida tena. Akafunguliwa, akapona ugonjwa wake. Mungu akamwongezea miaka 15. Naomba tusimame. Mungu akuongezee miaka. Umeteseka sana. Naomba tusimame. Sogea bwana, hata kama umekuja na hawala yako njoni. Maana wengine hata kwenye mkutano nakuja na hawala. Naomba sogea. Wote tuliokoka hujaokoka, wote tuje hapa tufanye maombi. Wote kule mlioko kule, unaweka mikono mfukoni, njoo hapa. Njoo tuombe. Huu mkutano ni wa watu wote. Ungekuwa ni watie jitu tungeiweka ndani. Tumeuweka hapa ili watu wote waje. Ni mkutano wa Waluteri, ni mkutano wa Katoliki, ni mkutano wa Waislamu, wa kila dini, wa kila lugha. Tunawataka wote mje hapa. Wote mje hapa. Sogea. Tumuombe Mungu. Sasa wengine unakataa na una magonjwa. Wengine unakataa kusogea mbele, ndoa yako iko ngupande. Wewe unakataa, afya yako mbovu. Na sasa Yesu anataka mumalizane leo. Anataka mmalizane leo. Leo naenda kumuita Yesu. Leo Yesu anakwenda kukugusa. Haijalishi umeteseka miaka mingapi. Haijalishi una shida miaka mingapi. Yuko mwana wa Mungu ali hai. Yuko Yesu mtenda maajabu. Na leo nakwenda kuomba. Naenda kuomba. Naomba tufanye haraka huko nyuma. Msiweke kikao. Wahudumu naomba tusogee. Sogea mbele. Leo naenda kufanya maombi kwa watu wote, bila kujali dini yako, bila kujali dhehebu lako, bila kujali huna dini. Leo Yesu anakutaka. Haijalishi umeteseka miaka mingi. Naomba wape nafasi. Naomba msisogee. Mimi nashangaa. Tunakuambia sogea, nakuja kwa mashaka. Wakikuita wanaume unakimbilia miguuni mwao. Mwisho wa kutupia ukimwi sasa. Ndio nasema njoo muombe. Nani aombe? Wakati huu Biblia inasema mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla siku mbaya hazijaja, kabla siku mbaya hazijafika. Huu ni wakati wa kuja kwa Yesu Kristo ali hai. Kwa wanaume mnakimbilia, matumbo yanagusana, ndio unakuwa karibu. Tunakwambia njoo kwa Yesu, unaona aibu. Aibu ya nini? Hivi nayo tuona hapa. Unafikiri tulikuwa watu wa kawaida? Tulikuwa na maisha mabovu. Ni Yesu tu akatubadilisha. Wakati unaomba ufume macho, nataka nifanye maombi. Fumba macho. Umenikodolea macho lisali zima. Bado unaendelea kutoa macho tu. Tusiye tukaomba macho akabaki hivyo hata usiku. Naomba wakati huu. Unasema mchungaji, mhubiri, mwinjilisi Mwandunga, nimesikia maneno haya. Na muhitaji Yesu anisamehe dhambi zangu, aniponye magonjwa yangu. Nimeteseka vya kutosha, nimenyanyaswa vya kutosha. Na muhitaji Yesu jiona leo akutane na maisha yangu. Naomba mtumishi wa Mungu niombee kwa Yesu huyo aweze kuniponya, aweze kunisamehe dhambi nilizotenda katika maisha yangu. Nimekuwa nikiteswa na bangi, nimekuwa nikiteswa na ulevi, nimekuwa nikiteswa na zina. Na muhitaji Yesu anisamehe. Wakati unataka kuomba,
pale uliposimama unasema, mchungaji, naomba niombe. Naomba nyosha mkono. Sema, maisha yangu nataka nimpe Yesu. Naomba nyosha mkono juu. Unataka niombe na wewe. Nyosha mkono juu pale ulipo. Nyosha mkono wako juu. Nyosha mkono wako juu. Nyosha mkono wako juu. Hapo ulipo, nataka niombe. Nataka niombe. Naomba nyosha mkono wako. Wewe uliyonyosha, nyosha tu. Usiogope, nyosha. Mimi nataka kukuombea. Unaogopa nini? Yesu peke yake ndiye anayekuhitaji. Unaogopa nini? Mimi mwenyewe nitashuka hapa kuomba na wewe. Unaogopa nini? Jambo gani ambalo linakutisha kwenye dunia hii? Naomba kijana wangu, njoo tukuombee. Na wengine mlionyosha hapa, mama pale, njoo. Mama njoo. Wengine wameshakimbilia tayari hapa. Naomba njoo. Mwanangu pale, sogea, njoo. Sogea hapa. Sogea hapa. Sogea hapa uliyonyosha mkono. Sogea hapa uliyonyosha mkono. Yesu ni mwenye huruma. Yesu ni mwenye upendo. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Leo Yesu anakufanya. Anataka uwe mtoto wake. Anataka uwe mtoto wake. Anataka uwe mtoto wake. Yesu anataka uwe mtoto. Wahudumu mko wapi? Naomba wapange watu wao. Wapange vizuri, wapange vizuri. Mnanyua udada, tutaomba baada ya. Naomba wapite mbele hapa. Nataka nianze kuita nguvu za Mungu hapa. Nataka nianze kuita uwepo wake hapa. Nataka nianze kuita nguvu za Mungu hapa. Nataka nianze kuita uwepo wake hapa. Nataka nianze kuita uwepo wake hapa. Haleluya. Wahudumu wako wapi? Sasa wahudumu, changamkeni. Naomba kila mtu awe na mtu hapo na kwenda kufanya maombi. Naomba naenda kuongoza sala ya toba, sala ya kutubu. Mfalme Hezekia, Mungu alianza kwanza kuuponya moyo wake. Alianza kwanza kusamehe maisha yake. Alianza kwanza kutengeneza maisha yake. Baada ya hapo, Mungu akamponya na ugonjwa wake pia. Leo Mungu anataka aanze kwanza na moyo wake. Sikiliza, haijalishi hata kama amelewa, hata kama amevuta mabangi, Yesu ni suluhisho. Msimtoe. Yesu alikuja kwa watu kama hawa. Alikuja kwa watu hao wanaokataliwa na jamii, wanaokataliwa na watu. Yesu alikuja kwao. Hakuja kwa ajili ya wenye haki, alikuja kwa ajili ya wenye dhambi wapate kutubu. Haleluya. Wenye haki Yesu hakuja kwa ajili yao. Alikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Naomba nyosha mkono hapo uliposimama. Naomba mwacha piga magoti hapo wewe ndugu. Naomba nyosha mkono wewe uliyepita pembeni, nyosha mkono wako. Wahudumu, naomba uwe mbele ya mtu, usiwe nyuma ya mtu. Uwe mbele ya mtu. Uwezi kumhudumia mtu huko kwenye mgongo wake. Unatakiwa uwe mbele yake. Nami naenda kumuita Yesu sasa hivi. Naenda kuita nguvu ya Mungu sasa hivi. Naomba ninyi mliopita mbele, naomba mufuatishe maneno haya. Na ninyi wahudumu muwasaidie kwa ajili ya sala ya toba. Naomba fuatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zote nilizotenda katika maisha yangu. Ninajuta kwa ajili ya uovu wangu. Nimekukosea wewe Bwana. Nimetenda dhambi mbele zako. Nimevunja agano lako. Na kuanzia sasa Yesu, ninahitaji unirehemu. Ninahitaji unisamehe. Moyo wangu unajisikia kujuta. Ninajuta kwa ajili ya maovu yangu. Maana nimevunja magano yako. Nimeharibu sheria yako. Na kuanzia sasa Bwana, badilisha maisha yangu. Badilisha mwenendo wangu. Badilisha moyo wangu. Nisamehe Yesu. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo nakubali kubadilika. Nakubali kuokoka, kuachana na shetani, kuachana na ulevi, kuachana na zinaa, kuachana na kazi za giza. Bwana nifanye upya. Bwana nitengeneze. Ninajuta kwa ajili ya maovu yangu. Na kuanzia leo naomba Bwana unikumbuke kwenye ufalme wako. Kuanzia leo nifanye kuwa mmoja wao wa watoto wako. Naomba wahudumu, weka mikono juu ya watu hawa. Tunaanza kuita nguvu za Mungu. Tunapoweka mikono, utaanza kuomba, utaanza kukemea. Tunaanza maombi. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, ninakwenda kinyume na mamlaka za shetani. Ninakwenda kinyume na nguvu za giza. Toka sasa kila roho za shetani, kila roho za giza, kila roho za mashetani, kila roho za mapepo, hama ndani ya watu hawa.
toka kwa jina la Yesu. Toka magonjwa, toka mashambulizi. Niko kinyume na nguvu za adui, na nguvu za mapepo, na nguvu za majini, na nguvu za mashetani. Hama leo, hama leo, hama leo. Omba kwa jina la Yesu. Toweka mamlaka za shetani, mapepo, majini, manguvu ya giza. Ondoka sasa, ondoka sasa. Toka na mwanamke huyo, toka na mwanaume huyo, toka na kijana huyo, toka vifungo vya giza, toka majini, toka mashetani, toka mashetani. Hama leo hii, hama leo hii, hama leo hii, hama leo hii. Toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Yanatoka mashetani, manguvu ya giza. Hama roho za ulevi, roho za uvutaji bangi, roho za uharibifu. Toka na mwili wake, toka na mwili wake, toka na mwili wake, toka ndani yake. Toka mashetani, toka majini. Ondoka, 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 ondoka ndani ya mwili wake, ondoka ndani yake, ondoka sasa kwa jina la Yesu. Yesu akuweke huru. Hama sasa, toka ndani yake. Yesu ni uzima, Yesu ni uzima, Yesu ni uzima. Maisha yaliyoshindikana yakabadilishwa na wewe, maisha ya dhambi yakatakaswe. Yesu, damu yako ina nguvu ya kutakasa, ina nguvu ya kubadilisha. Jina lako Yesu linaokoa, linaponya. Kwa jina la Yesu, pokea uzima tele ndani ya mwili wake. Fanya upya maisha yake, fanya upya maisha yake, fanya upya maisha yake, fanya upya maisha yake. Yesu akupe uzima, akuweke huru leo kwa jina la Yesu. Naomba wale wote waliopita hapa mbele, naomba mje hapa nyuma yangu. Naomba njoo naye uliyekuwa naomba naye, mshike mkono, njoo hapa, njoo hapa. Wale wote mliopita mbele, usimwache ulikuwa naomba naye. Naomba waje hapa, waje hapa, waje hapa. Naomba usogee uje hapa, naomba usogee hapa, wasogee waje hapa. Wale wote tuliomba nao, waliokata shauri, hawa hapa wamekubali kumfuata Yesu, wamekubali kuwa mali ya Yesu. Njoo na watu hao, njoo na watu hao. Fanya haraka, hawa watu waje hapa mbele. Sogea, njoo hapa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, wape nafasi waje hapa, wape nafasi waje hapa, wape nafasi waje hapa, wape nafasi waje hapa. Wale wote tuliowaombea pale mbele, naomba wasogee hapa. Sogea, sogea, sogea. Sikiliza, tumeomba na wewe, na kesho tutakuwepo kanisani. Mimi mchungaji nitakuwepo kusikiliza shida yako. Nitakuwa nikisikiliza na kuomba na wewe. Mambo mengine huwezi kusema hapa. Kuna mambo mengine ni ya wewe na mhubiri. Nitakuwepo pale. Muda mzuri sijui watu hapa ni muda mzuri saa ngapi? Saa ngapi tukutane? Saa 4. Saa 4 tukutane pale. Mimi mhubiri nitakuwepo pale. Na kama una shida yako utaiandika kwenye karatasi, utaiweka kwenye bahasha. Usiweke hela, mimi sio mhubiri wa hela. Wanaosema nitakuombea ulete hela, mimi siko hivyo. Mimi ni bure. Utaandika yale unayotaka nikuombee, utayatumbukiza kwenye karatasi, kwenye bahasha yako. Alafu na kuruhusu kuniona uso kwa uso, ukanieleza. Alafu nitaomba na wewe. Ile shida ulionayo Bwana atakwenda kuitowesha, atakwenda kuleta uzima ndani yako. Umenielewa? Sasa kesho nitakuwa nikiita majina. Ndio maana tumeandaa zile karatasi ili nitakuwa ukiwa wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, tutakuwa tukiita wale watu ambao tumewaandikisha hapa ili tuwahudumie kwa kuwashauri na kuwaombea. Hakikisha umesajili jina lako hapo ili iwe kesho rahisi kwangu mimi kukuita kupitia kipeperushiki. Na ninyi mnaoandika, hakikisha unaandika mwandiko
unaosomeka. Usiandike ambao tutaanza kuuliza aliandika a au ni e. Andika mwandiko mzuri. Andika mwandiko mzuri. Jina lake, mtaa unaokaa, kama una simu yako itatusaidia. Andika. Andikisha haraka. Fanya haraka kulingana na maelezo. Usitoke hapo mpaka tumeandika, ili kesho mimi nisaidie kwa ajili ya kukuombea shida yako na matatizo yako. Itanisaidia sana kesho kukuombea, kwa sababu itakuwa ni rahisi, maana najua jina lako unaitwa nani na unatoka wapi. Kesho unaruhusiwa kuniona saa 4 asubuhi. Tutakuwepo pale na timu ya maombezi na wengine wenye shida mbalimbali. Saa 4 tutakuwepo pale kwa ajili ya kuomba na shida zako ambazo wakati mwingine huwezi kuzisema mbele za watu. Tutakuwa tukisikiliza mmoja baada ya mwingine kuanzia saa 4 kesho asubuhi. Kesho saa 4 asubuhi. Hakikisha umeandika hapa. Ukishaandika, mimi nitawahi na mapema saa 4 nitakuwepo mle kanisani TAG nikikungojea wewe. Ukifika na sisi tuangalia kwenye karatasi lako, alafu tutakwenda kukusikiliza na kuomba na wewe. Mungu akubariki sana. Andikisha jina lako kwa usahihi. Ninyi mnaoandika, andika vizuri. Andika vizuri kwa mwandiko unaoeleweka. Ninyi wenyeji wa hapa, andika vizuri. Usiandike vitu ambavyo hatutajua umeandika nini. Andikisha vizuri kwa makini ili uwepo. Na niye wenyeji mnaoandikisha hapa, muwepo saa 4, maana sisi hatuwajui watu hawa. Ninyi ndio mnaowajua. Kwa hiyo hakikisha ukuwepo kesho saa 4 mwenyeji, na kama unamfahamu huyo mtu njoo naye, ili tunapoomba naye ujue kwamba ni mtu unayemfahamu. Mungu awabariki sana sana. Wakati huu nimlete mchungaji wetu mwenyeji. Nimlete mchungaji wetu mwenyeji atuombee baraka na neema ya Mungu wakati huu tunapomaliza mkutano. Kesho waimbaji mbalimbali watajazana hapa. Karibu mchungaji. Jamani, makofi mengi huko. Haleluya. Yesu ni Bwana. Yesu ni mfalme. Yesu ni Bwana. Yesu ni mfalme. Amen. Tangazo. Amina. Tangazo. Wewe unayesikia sauti hii, siku ya kesho saa 4 kamili tutakuwepo na mafundisho hapo. Tutaelezana. Wewe mwenye matatizo, kama kuna mgonjwa yuko nyumbani kwao, mlete, ataombewa hapo. Na wewe ambaye umeandikwa huku, tafadhali hakikisha siku ya kesho saa 4 Mungu atakutana nawe siku ya kesho. Lakini siku ya kesho tutaendeleza tena saa 8:30 tutakuwepo mahali hapa, kwaya zitaanza kutumbuiza na Mungu wa mbinguni atakuwepo mahali hapa. Naomba nikuombee wakati tunaondoka. Baba yetu na Mungu wetu uliye mwema sana, umestahili sifa na utukufu na heshima. Tazama Bwana, jinsi ambavyo watu wako tumekuja kwa umoja, na sasa tunakwenda kutawanyika kwa umoja. Naomba tembea na kila mmoja wapo ambaye alikuja na aliletwa na kuvutwa na wewe Mungu uliye hai. Na wakati huu wengine wamekombolewa, Bwana, kutoka katika vifungo vya giza, wamekuamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Siku ya leo